mtaji wako mara tupe siri kidogo ujazaje mtaji wako ulikuwaje? Unaingia kwenye biashara day one au ulianza unakata tikiti unatembeza nini? Sasa ngoja nikwambie. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa nilipo. Ni kwa neema ya Mungu na msaada wake. Pasipo yeye mimi siwezi chochote kile. Okay. Mimi nilianza kuuza duka. Okay. Mtaji nilianzia wa F20. Okay. F20 leo nimetembea nayo. Baadaye nikachoka kwanza uji naamka usiku. Nikaingia kwenye biashara ya matunda. Okay. Biashara matunda nilianzia maembe ya kukopa majunia nakopa junia nauziwa, naanza kutembeza. Dakika ya mwisho nikafungua ofisi yangu. Okay. Kwa hiyo ninaanza mtaji wa 20. Mpaka sasa namshukuru Mungu kwa kweli nipo pale. Hebu sasa tupe siri sasa hivi mtaji wako unaweza kwa shilingi gani? Sasa hivi nina uwezo wa kumiliki hadi milioni 30 ni mkubwa anaweza kumiliki. Na nimekuta hapa nyumba kajenga, bila shaka una familia na okay. Matunda siasembe bwana siwezi kuacha. Okay, huwezi kuacha matunda yamekutoa kutoka mama muuza uji mtaani mpaka kwa mama ambaye sasa umejenga nyumba mwenyewe, una familia yako of course na maisha yako yanakwenda na watoto wanakula, maisha vizuri kabisa. Na nakuwa nataka furaha. Nafurahi kabisa, ni biashara naipenda kwa kweli sana. Okay. Yaani shamba lizuri limetema liko vizuri, lina matunda ya kutosha. Inaweza kwenda kwa shilingi ngapi? Ni kadirio tu. Sio hela halisi. Hizo ni wakati wa msimu wa mvua. Wakati wa msimu. Ule mwezi wa 9 sasa ambao unasema zinaadimika wa 8 wa 9, kali moja hiyo inaweza kwenda kwa shilingi ngapi? Mwezi wa 9 ndio changamoto. Okay. Kwa sababu mwezi wa 9 mnapambana na watu tofauti. Okay. Watu wanatoka Dar es Salaam wanakuja kwetu. Watu wanatoka Kenya wanakuja kwetu. Watu wanatoka Rwanda wanakuja kwetu. Umeona? Sasa hapo ndio tunaingia kwenye mpambano wa kunyang'anyana mashamba. Hapo ndio kuna kinyang'anyiro shambani. Changamoto na hapo mkulima ndo anafurahia sasa ubora wake alivyotunza. Okay. Sasa hivi yeye akiingia Mnyarwanda shambani anachokifanya anavuna hadi ile amegevunwa labda miezi ijayo mbele. Yeye anapurua tu. Okay. Unaona? Sasa hivi nanasi geto na nasi shilingi 5,000. 5,000. Kutoka kwenye 2,000 kwenye 1,500 hadi 1,000. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. Aje Farms wamekuja na suluhisho la kudumu na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi. Cha kufanya, wasiliana na Aje Farms leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni Aje Farms. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa Aje Farms unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la Aje Farms. Wote mnakaribishwa. Leo ni sokoni hapa Geita, hapa inaitwa Nyakundu, na tutakuwa nazungumza na mfanyabiashara tikiti, ni mkubwa mmoja pale, na baadaye tutafanya mahojiano naye kujua nini ambavyo wanahitaji kutoka kwa wakulima. Mkulima afanye nini hasa? Wanahitaji tikiti aina gani? Msimu gani tikiti zinakuwa na bei kubwa zaidi? Na msimu gani ambao tikiti inashuka bei? Kalenda ya kilimo cha tikiti. Tunahitaji kujua siri zote wakati wa usafirishaji wa tikiti, lakini utunzaji wa tikiti baada ya kufika sehemu ya kuuzia, lakini pia changamoto ambazo wafanyabiashara wa mazao haya matunda hasa tikiti wanaokutana nayo nchini Tanzania. Ambatana nami katika kipindi hiki. Mimi naitwa Daktari Mkulima ama Aje Farmer kutoka Aje Farms, mashamba yanayotembea, tukitembea kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kuweza kubaini fursa mbalimbali na changamoto za wakulima na wafanyabiashara pamoja na wafugaji nchini Tanzania. Kama ndio mara ya kwanza pengine unatizama kipindi hiki kutoka mashambani, kutoka sokoni, hakikisha una subscribe na like na kushare video hii, ama share na ucomment chini ya video hii mawazo yako, maoni yako, maswali unaweza kauliza hapa na kuhusiana na masoko hasa ya mazao ya matunda
tuambatane katika kipindi hiki, tutajifunza masuala mengi sana. Okay, tayari tuko na mfanyabiashara huyu mama ambaye anajitambulisha hapa. Yeye ni mfanyabiashara wa tikiti, lakini akijitambulisha zaidi tuweze kufahamu. Kwa jina naitwa Lea Lenati, jina maarufu Mama Lea. Nafanya biashara ya matunda, matikiti maji, nanasi, ndizi. Okay. Una muda gani katika biashara hii? Na miaka zaidi ya 10. Miaka zaidi ya 10. Ni umri wa mtu. Tueleze na sasa ile swala la wakati unanunua tikiti, nini unazingatia kutoka kwa mkulima? Kitu cha kwanza nazingatia utunzaji wa matunda jinsi yalivyo matikiti maji. Yaani kitu cha kwanza nachoingia shambani naangalia, je, zimetunzwa vipi, zina ubora gani? Okay, ili ujue ubora unafanyaje? Yaani mfano tikiti maji kama limetunzwa vizuri, hata ukikuta shambani linavutia, yaani liko vizuri kabisa. Lakini kama hajatunzwa unakuta kuna wadudu fulani wao wanatoboa. Kwa hiyo unapoipiga tu tikiti unasikia inabonyea. Kwa hiyo ukiangalia vizuri tayari inatoa maji, wote inatoa maji kabisa yani. Okay. Kwa hiyo tikiti ukikuta inatoa maji au inabonyea, haina ubora. Hiyo uchukue. Haina ubora kabisa. Yaani ina maana haina utunzaji wote ule. Okay. Kuna aina ya tikiti ambayo unasema hii ndio chaguo la kwanza mwingine? Chaguo la kwanza ni sukari. Ni sukari. F1 sukari. Sukari F1. Zamani nilikuwa naona matikiti yale meusi vipi? Matikiti meusi kifikia tu kipindi baada ya kuja ile F1. Ile mbegu iliondoka, ilikuwa PV. PV, okay. PV iliondoka kwa sababu ilikuwa inakaa shambani kwa muda wa siku 100. Okay. Hii mbegu inaitwa F1 sukari, asali, kato. Hii inakaa kwa siku 85 hadi 80. Okay, kwa hiyo acha naangalia muda hapo. Sasa umesema kigezo cha kwanza kule shambani ubora wa matunda. Ubora matunda. Okay, sasa vitu gani ambavyo unazingatia sasa umenunua mazao pale shambani, unasafirisha, vitu gani unazingatia wakati wa usafirishaji wa matunda yako? Kitu cha kwanza ninachozingatia ninapoingia shambani, matunda nikishapenda ni mazuri, yana ubora, ina maana nimeshakagua, nimelizia mwenyewe kwamba haya matunda yakifikisha sokoni kwangu yataenda vizuri na wateja watafurahia. Kwa hiyo ninaangalia utunzaji wa mkulima, ametunza vipi. Kisha nitanunua, nitaleta sokoni, nachukua usafiri, nitaleta sokoni, pia tazingatia pia na ushuru kulipia, na kisha mzigo. Kwa mzigo ukifikisha ni mzuri, utaupenda tu hata mteja. Mteja mwenyewe ataupenda. Haya, umefikisha sasa eneo lako kama hili hapa. Vitu gani katika kutunza matikiti, vitu gani ambavyo unaepuka sana? Unatunza matikiti yako hapa, nimeona mtunza matikiti yangu. Kitu ninachoweka kwanza mezani kwangu natanguza pumba kwa chini. Okay. Pumba za Nikishatanguliza hizo pumba. Wakati unatanguliza pumba, yes, ndio ninaweka sasa wapangaji wa matunda. Okay. Nikishapanga vizuri mezani, hata mteja linamvutia tunda anapokuja kununua. Kwa hiyo nazingatia sana upangaji wa matunda yangu yawe mazuri, pia yana ubora, yameiva vizuri. Kuna wateja wengine wanakuambia nitobolee tikiti. Ukitoboa unakuta jekundu, kwa hiyo ni nzuri. Hata hapo ukiniambia nikutolee mfano, naweza kutoa mfano kwamba tunda langu ni zuri. Mimi mwenyewe nimefika hapa nikula matunda ni mazuri, matamu. Na tukupenda mfano labda. Mfano, itakuwa jambo zuri. Abu. Hebu tuone Abu hapa. Ngoja nikate kwa mfano tunda lenyewe. Okay. Naomba na ile tikiti. Kwa tunda hili liwe zuri, naangalia hivi. Wow, okay. Anachosema bi mkubwa kweli matamu, sio masiara. Sasa tuendelee. Ni mazuri sana. Huo ndio ubora tunaozingatia. Kwa hiyo ubora wa tunda lishafika hapa, inatunzwa vizuri na hata unapokata hapo unaona kwamba ni jekundu alafu tamu. Anasema hii ndio sukari F1. F1 sukari. Hata mteja akichukua kwenda kula na kesho anarudi tena. Anarudi tena anakutafuta mama kama lile la jana. Sababu lina ubora. Ndio. Kule kama unachukua tunda kama hili. Ili kama kilo 2 hivi. Asoro ama kilo 2. 2 hivi kama 3. Kuelekea hata kilo 3 Unajua mkono wa mzoefu ni tofauti na mkono wa mtu ambaye sio mzoefu.
kila mteja anapokuja anataka nitobole tikiti. Kwa hiyo kila ambaye changamoto hiyo. Kwa hiyo dada, wateja nasema na wanapokuja hapa wanaomba kutobolewa tikiti. Kama utatoboa tikiti ambayo ni mbovu, itakuwa changamoto. Changamoto. Naona kama wateja wamekuja. Kitu cha kwanza zingatia toboa tikiti. Babu Onesa. Babu, unaona tena na wateja wako tayari pale wanafurahia kwa sababu tikiti ina nzuri kuanzia nje. Okay, sasa utunzaji, usafirishaji tumeelewa vizuri. Nyakati gani ambazo tuseme tikiti zinaadimika sana sokoni? Mwezi wa 9 wa 8. Wa 9 wa 8. Wa 9 wa 8 changamoto sana kupata tikiti, zinapanda bei sana. Zinapanda bei sana. Kama hii ambayo tuseme ya kilo 3 ambayo sasa hivi unauza shilingi ngapi? Hii sasa hivi nauza 2,000. Kwa kipindi cha mwezi wa 9 unauza 3,000. Hii kwa shambani kwa mkulima unakuwa unachukua shilingi ngapi ambayo sasa hivi ina kama kilo 3 tuseme kwa kipindi cha mvua? Mimi nanunua shamba. Naangalia tu utunzaji wa mkulima na ubora wa matunda, nanunua shamba. Na unanunua shamba? Ndio. Na unanunua shamba lishakuwa tayari kuvunwa au wakati inakaribia kuvunwa? Mara nyingi tunachukua kabla ya wiki. Au wiki moja kuvuna. Okay. Sawa. Miaka 10 ndani ya biashara. Changamoto gani ambazo umekutana nazo? Changamoto nyingi sana kwa kweli. Tuambie. Sana, unatakiwa upambane. Kwanza mfanya biashara unatakiwa upambanaji. Ukubaliane na changamoto tofauti. Mfano umeenda kununua shamba, umetoa advance, make asilimia kubwa tikiti ili ununue shambani kwa mkulima, inakubidi utoe advance. Unapotoa advance, anakuja mteja mwingine anatoa juu ya ile pesa uliotoa. Mkulima anaingia vishawishi, anauza mara mbili. Kwa hiyo wewe unaingia kwenye changamoto ya kudai tena. Kwa hiyo pale utakuzulumika kuna kupata. Hiyo ndio changamoto iliyoko mashambani mpaka hivi tunaona changamoto kubwa sana na inatutesa sana. Nje ya kudhulumika shambani, kwa hiyo mnakuwa mliandika pale hapa kwa mwenyekiti. Asilimia kubwa ni kwa kuaminiana. Ila tunapoelekea uaminifu umeenda kuisha kabisa. Ila tuko tunaaminiana, tunampa pesa, advance, ukienda kuvuna unamalizia. Vitu kama hivyo Mungu mnamaliza. Hiyo umekutana nayo mara ngapi ya kudhulumiwa shambani? Zaidi ya mara 40 kabisa. Yaani nimeshapoteza, sio kwamba nimepoteza hela nyingi sana, ila ni mtu ni biashara ambayo ninaipenda. Kazi ninayoipenda mimi mwenyewe kutoka moyoni. Kwa sababu nikizulumiwa naendelea na safari, najua nitapata tena. Kwa zaidi ya mara 40 hiyo ni kama kusema umepoteza kama shilingi ngapi kwa pesa? Zaidi ya milioni 7. Milioni 7, okay. Kwa kipindi cha msimu dadangu, vile ekari moja, kipindi cha mvua tuseme ekari moja mnanunua ekari moja shamba la tikiti mnanunua shilingi ngapi? Yaani shida ya tikiti unapanda gramu 250. Okay. Stoke zote. Unaweza ukapanda gramu 250 hizi stoke zote. Okay. Stoke zote. Ni sawa. Umeona? Kwa hiyo ukiniambia ukubwa labda wa hekari, si unaangalia matunda yaliyomo. Matunda yaliyomo. Amwangalia, okay. Atuchukulie sasa tuangalie. Okay. Na of course na mimi najua haiwezi kuwa bei ya sawa. Sasa hebu tupe kadirio tu. Yaani shamba lizuri limetema, liko vizuri, lina matunda ya kutosha. Inaweza kwenda kwa shilingi ngapi? Ni kadirio tu. Sio hela halisi. Kwa milioni 3. Shamba ambalo lina matunda mengi sana. Vizuri, ekari moja. Okay. Hiyo ni kuanzia kilo 3 na kilo 15. Hadi kilo 15. Hizo ni wakati wa msimu wa mvua. Wakati wa msimu. Ule mwezi wa 9 sasa ambao unasema zinaadimika wa 8 wa 9 ekari moja hiyo ndio kwa shida. Mwezi wa 9 ndio changamoto. Okay. Kwa sababu mwezi wa 9 mnapambana na watu tofauti. Okay. Watu wanatoka Dar es Salaam wanakuja kwetu. Watu kutoka Kenya wanakuja kwetu. Watu kutoka Rwanda wanakuja kwetu. Umeona? Sasa hapo ndo tunaingia kwenye mpambano wa kunyang'anyana mashamba. Hapo ndo kuna kinyang'anyiro shambani. Changamoto na hapo mkulima ndo anafurahia sasa ubora wake aliotunza. Okay. Na matunda yake. Kwa kweli hapo tuna changamoto kubwa sana. Kwa changamoto nyingine unasema ni kunyang'anyana bidhaa na watu kutoka nje. Kuna wafanyabiashara ambao wanaingia mashambani moja kwa moja kutoka nchi nyingine. Hicho ndio kinaniumiza zaidi. Really? Naumia kabisa, yani maumivu tena makali. Okay. Mtu anatoka Rwanda anaingia mashambani. Kwa nini asiishie sokoni? Mimi mtu wa sokoni nitamuuzia nani kama yeye mwenyewe anaingia tayari hadi mashambani? Unatoka mtu ametoka Kenya ananyoka moja kwa moja na gari lake mpaka mashambani vijijini. Je, sisi watu wa Geita tutamuuzia nani? Au sisi tunaenda wapi?
Yule ananunua kulingana na soko lake, anaenda kuuza kwa kilo, anauza kwa tani. Mimi nauza kwa kukadiria. Kwa hiyo mimi tikiti nikija kuuza hapa shilingi 8,000, yeye anaenda kuuza labda 10,000, 15,000. Mkulima haniuzii mimi bidhaa ile. Kwa mimi naendelea kuumia na kuteseka. Mfano nanasi tuko tunaacha hadi zinaiva, tunavuna vizuri kwa raha. Sasa hivi yeye akiingia Mnyarwanda shambani, anachokifanya anavuna hadi ile ambayo ingevunwa labda miezi ijayo mbele, yeye anapurua tu. Unaona, kwa hiyo tuna changamoto kubwa sana. Tulikuwa tunaomba hao wateja wa nchi za nje basi tunaomba waishie masokoni. Yani mimi lengo langu ni hilo kabisa. Yani naomba wateja wa nchi za nje waishie sokoni, wasipewe ruhusa kuingia hadi mashambani. Kwa nini waingie mashambani jamani? Naomba msaada huo tu kwa sisi wauza matunda, tunahangaika. Tani anauza kwa bei kubwa, sisi hatuwezi kwa tani kwa kukadiria. Ambapo umesema sasa kinyang'anyiro sana kinatokea mwezi wa 9 wa 8 ambapo wafanyabiashara wafanyabiashara wengi kutoka nchi nyingine wanaingia sokoni. Sasa kuna mwezi wa 8 swali pale limebakia kwamba ekari moja hiyo ambayo imependeza vizuri sana unaweza inua shilingi ngapi shambani? Sasa zinakuwa zimeadilika najua na kinyang'anyiro hicho kikubwa. Anakupeleka hadi milioni 5. Milioni 5 shamba la ekari moja imetoka kwenye milioni 3 mpaka milioni 5. Na usipate. Na usipate bado. Umesema pia biashara ya nini nanasi pia inakabiliwa na changamoto zile. Sasa hivi nanasi Geita na shilingi 5,000. Kutoka kwenye 2,000 kwenye 1,500 hadi 1,000. Kwa mtu wa hali ya chini jamani hanunui. Mwenye mtaji mdogo hanunui. Kwa sababu gani? Mkulima mwenyewe anakuambia subiria Wakenya. Na subiria Wanyarwanda. Sisi tutanunua wapi? Kwa hiyo ushauri wako ni kwamba wale wafanyabiashara wa nje walinunue kwa wafanyabiashara wa ndani. Sasa mfikirie wewe umepata mfanyabiashara anataka kununua kwako. Una uhakika wa kusupply kiasi gani cha tikiti? Uhakika upo. Atakapoingia sokoni, uhakika upo. Kwa sababu mizigo itatoka shambani, ataikuta sokoni. Nyarwanda atakuja moja kwa moja sokoni. Sio kwamba ataenda mashambani. Kwa hiyo akija sokoni lazima atapata wafanyabiashara ni wengi. Tupo tumejaa, wateja ndio hatuwaoni. Ndio kama vitu kama hivyo. Aseme wewe uliwahi kuuza nje hapa Geita? Alifanya biashara tikiti nje ya Geita? Nje ya Geita ndio niliuza. Niliuza shamba la tikiti, nilikuwa shambani, baadaye akaja mteja nikamuuzia akasafirisha. Hujawahi kupeleka wewe mwenyewe kama Dar es Salaam, Zanzibar? Naogopa kuibiwa nini? Naogopa kuibiwa nini? Kwa nimezoea Geita yangu hii na kulala kwanza vizuri basi. Wewe unahusia pengine watu ambao wanachukua kwako naenda kuuza rejareja? Hao ndio 90% ndio nawategemea. Wananunuaje, kwa keshi au manikauli? Hapo ni makubaliano kati ya muuzaji na mteja. Atakuja na keshi leo na muuzia. Kesho anakuja nimekwama niko pesa. Hapa mzigo analeta pesa. Hujawahi kudhulumiwa na hao biashara dogo dogo na ununua kwako kwenda kuuza rejareja? Biashara sio. Yani nakubaliana tu kwamba mtu umekopesha mzigo labda wa 200,000 anakulipa labda 60,000, nyingine anakwambia nilikula sana na mambo mengi wa mama michezo vikoba nini. Kwa uwezi ukamtupa yule mteja, nakubaliana naye akija tena ananunua. Ndio vile biashara yako umefanya kwa miaka 10 sasa. Mteja wako mara tupe siri kidogo ulianzaje mteja wako kwaje? Unaingia kwenye biashara day 1 au ulianza unakata tikiti unatembeza nini? Sasa ngoja nikwambie. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa nilipo. Ni kwa neema ya Mungu na msaada wake. Pasipo yeye mimi siwezi chochote kile. Mimi nilianza kuuza duka. Mtaji nilianzia wa F20. F20 hiyo nimetembea nayo. Baadaye nikachoka kuuza uji, mata uji naamka usiku. Nikaingia kwenye biashara ya matunda. Biashara ya matunda nilianzia maembe ya kukopa majunia. Nakopa junia, maziwa, naanza kutembeza. Dakika ya mwishoni nikafungua ofisi yangu. Kwa hiyo ninaanza mtaji wa 20. Mpaka sasa namshukuru Mungu kwa kweli niko mbali. Sasa tupe siri sasa hivi nitajia kwanza kwa shilingi gani? Sasa hivi nina uwezo kupeleka hadi milioni 30 ni mkubwa anaweza kumiliki. Na nimekuta hapa nyumba kajenga, bila shaka una familia na
Okay. Matunda siasembe vibaya wala siwezi kuacha. Okay, huwezi kuacha. Matunda yamekutoa kutoka kwa mama muuza uji mtaani mpaka kwa mama ambaye sasa umejenga nyumba mwenyewe, una familia yako of course, na maisha yako yanakwenda na watoto wanakula, maisha vizuri kabisa. Na nakuwa nataka kufurahi. Nafurahi kabisa. Mimi biashara naipenda kwa kweli kabisa. Okay. Mtu anataka kuvumilia. Mtu anataka kufanya biashara na wewe. Labda yuko Zanzibar anataka apate matikiti toka hapa. Hizi pia channel yetu ya Aje Farms zifuatiliwa na watu kutoka Kenya, watu kutoka Rwanda. Wao wataki kuhangaika kuja mashambani, wataka kuja kwako moja kwa moja kununua bidhaa. Watakuja hapa na gari yao wanapaki, unapakilia mzigo na kulipa cash, sio mali kauli. Namba zako za simu sawa kupataje? 07 44 98 27 49. Hiyo namba iko WhatsApp? Hapana. Okay. Kuna namba ambayo una WhatsApp pengine mtu anataka nipigie picha ya mzigo ni nini? Sijaikariri ila baadaye nitakupa wewe. Okay, sawa. Hiyo ndo namba yake Bi Mkubwa ambaye yeye mwenyewe mama mjasiriamali Simba wa kike ambaye ameamua kujiajiri katika biashara ya uuzaji wa matunda ya nanasi, tikiti, lakini anasema tikiti zimemtoa zaidi kuliko matunda mengine ambayo anauza kama ndizi na nanasi, na yuko mkoani Geita. Hapa ni Nyankumbu na soko la asubuhi inaitwa. Sasa ni wakati mzuri sana tumezungumza na wewe, unaweza kutuuliza maswali hapa, lakini hakikisha una follow, like na kushare video hii. Unaweza pia kutoa maoni yako na uzoefu wako kuhusiana na biashara ya mazao ya matunda. Aje Farms, mashamba yanotembea, chuo kikuu cha mtaani, kituo cha misukosuko, na mimi naitwa Daktari Mkulima. Tukutane katika kipindi kijacho. Bye. Aje waga huyo. Bye.